Mheshimiwa mgeni rasmi, maduhuli ambayo sekta ya madini inaingiza mfuko mkuu wa serikali yamezidi kuongezeka. Katika mwaka wa fedha 2015-2016, sekta ya madini iliingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 162 tu kwa mwaka mzima. Baada ya kufanya marekebisho ya sheria mwaka 2017 ambayo yalianzisha masoko ya madini na vituo vya ununuzi wa madini, hivi sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, mchango wa sekta ya madini kwenye maduhuli ya serikali umeongezeka maradufu. Mwaka wa fedha ulioishia tumeingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 753, na katika mwaka wa fedha unaoisha tarehe 31 mwezi huu tuliwekewa malengo ya kukusanya shilingi trilioni 1. Mheshimiwa Waziri Mkuu, zikiwa zimebaki siku takribani 7 kufikia tarehe ya mwisho, nao furaha kubwa kukutangazia kwamba sekta ya madini mpaka siku ya leo tumeingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi trilioni 1.04, sawa sawa na 104% ya lengo ambalo tumewekewa. Naomba nichukue fursa hii kutamka kwamba katika miaka minne ya Daktari Samia Suluhu Hassan, sekta ya madini imeshuhudia mageuzi makubwa sana. La kwanza, mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa umeongezeka. Kwa mujibu wa sera ya madini ya mwaka 2009 na mpango wa maendeleo wa taifa, ulielekeza kwamba sekta ya madini ichangie kwenye pato la taifa kwa 10% ifikapo mwaka 2025. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kabla ya mwaka 2025 kufika, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na shirika la takwimu la taifa NBS, sekta ya madini hivi sasa inachangia kwenye pato la taifa kwa 10.1 kabla ya mwaka wa kimalengo kufika 2025. Haya ni mafanikio makubwa sana yaliyopatikana chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, madini ni sayansi, madini ni biashara. Mheshimiwa Waziri Mkuu na Watanzania wote kwa ujumla, imani iliyokuwepo huko zamani ilikuwa inaonekana mtu yoyote anaenda kwenye migodi amepotea. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka nikuhakikishie kwamba sasa Watanzania wanachangamkia fursa, na hii ililetwa makusudi na wakoloni, na wakaambia wale wafalme wetu kwamba madini ili uchimbe ni mali ya majini, ili wao wanufaike na madini haya. Kwa kweli sisi kama wachimbaji tutaendelea kumkumbuka Mwalimu Nyerere, akaweka madini haya, na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka nikuhakikishie kwamba wachimbaji sasa wanatosha kuchimba. Cha msingi ni serikali jipange namna ya kutengeneza matajiri kutoka kwenye sekta hii ya madini. Tumejaribu kufanya tafiti duniani kote, sehemu peke yake ambako wachimbaji wanaheshimika, wanathaminika na wana sheria yao ni Tanzania peke yake. Tupigie sana serikali yetu makofi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, la mwisho kwenye vifaa hivi, nataka niwaambie wachimbaji wote kwamba sasa ule mtambo wa kuchoronga, upo mtambo wa kuchoronga, lakini pia kuna skana. Yani kabla hujachoronga lazima utafute target. Hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaona kama ni mwarobaini, na tuendelee kupongeza STAMICO. Sasa tunawaona kwenye macho ya kazi badala ya macho ya siasa peke yake. Kwenu wachimbaji wadogo na wachimbaji wa kati, endeleeni kuuza madini katika viwanda vyetu vya kusafisha dhahabu ili kuendelea kuchochea ukuaji wa uchumi hapa nchini. Na wale ambao wanashughulika na usafishaji wa madini, nenda mkauze kwenye masoko yetu 43 tuliyoweka na vile vituo 109, ili tujiridhishe madini mzunguko wake ndani ya nchi unaanza kunufaisha taifa letu, badala kutorosha madini unapeleka nje ya nchi. Maana yake nini? Unakwenda kunufaisha nchi hiyo. Kama kweli wewe ni mzalendo wa taifa hili, unalipenda taifa hili lipate maendeleo, unapenda kuona taifa hili likiwa na mapato makubwa, tuendelee kutoa huduma za jamii kwa wananchi,
Popote utakapozalisha madini, umeyasafisha, unaenda kwenye masoko, nenda kwenye masoko ya ndani ya nchi. Serikali imefungua mlango mwingine wa madini yetu ya dhahabu kuiuzia Benki Kuu. Tunapopeleka Benki Kuu tunaweka akiba ya kitaifa. Hatuwezi kuwa na akiba ya kitaifa kama madini yetu ya ndani ya nchi unayauza nje ya nchi. Na kwa kuuza nje ya nchi unaifanya nchi hiyo kuwa maarufu duniani kwa uuzaji wa dhahabu wakiwa hawana dhahabu. Watanzania wenzangu, Tanzania kwanza kuliko vinginevyo. Tanzania kwanza kuliko vinginevyo. Kwa nitoa wito kwa wachimbaji wa madini, vyama vya madini, Mheshimiwa Rais wa FEMATA, hii iwe ajenda kwa watu wako. Mwenyekiti wa kundi la kina mama, iwe ni ajenda kwa watu wako. Pindi wanapozalisha madini mpaka dhahabu, basi iuzwe kwenye masoko ambayo tumeyajenga. Tumejenga kwa gharama kubwa na tunahitaji kuyatumia. Mnamo Oktoba 2023, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizindua mitambo mitano ya awali ya uchorongaji kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Kwani mitambo hiyo mitano imeshatoa huduma ya uchorongaji kwa wachimbaji 16 katika maeneo mbalimbali nchini na kuchoronga jumla ya mita 3450.37. Kutokana na wingi wa wachimbaji wadogo nchini na kuwa na mwitikio chanya wa wachimbaji wengi hasa katika kutumia mitambo ya uchorongaji, Mheshimiwa Rais alielekeza Wizara yetu ya Madini kuhakikisha kwamba inaliagiza shirika lake la madini la taifa ambalo ni STAMICO kuongeza mitambo mingine. Leo hii nafurahi kuwajulisha kwamba kabla sijaingia hapa nilikuwa nafanya kazi ya kukagua, lakini pia nimefanya kazi ya kuzindua mitambo mingine 10 ya uchorongaji na vifaa vya utafiti vya awali ambayo imenunuliwa na STAMICO. Tuwapongeze STAMICO kwa kazi nzuri ambayo wameifanya ya kununua mitambo hiyo. Serikali imeongeza mitambo hiyo 10 ambayo nimeieleza yenye thamani ya bilioni 12.41 ambayo tayari imezindua. Sambamba na mitambo hiyo, vipo vifaa vingine vya jiofizikia kwa ajili ya kuwawezesha watafiti kufanya utafiti wa awali kabla ya kuanza uchorongaji. Ni imani yangu kuwa kuongezeka kwa mitambo ya uchorongaji maalum kwa wachimbaji wadogo kutaleta mageuzi makubwa na manufaa makubwa kwenye sekta yetu ya madini. Moja ya faida kubwa za mitambo hiyo, kwanza ni kuongeza chachu ya ukuaji wa shughuli za wachimbaji wadogo hapa nchini, lakini pia kupata taarifa za uhakika za jiolojia. Vile vile mitambo hii mipya itaongeza kasi ya kuachana na uchimbaji wa kubahatisha na kuleta unafuu wa gharama za uchorongaji. Uzinduzi wa mitambo hii ni mwendelezo wa jitihada za serikali za kuboresha shughuli za wachimbaji wadogo na wa madini na kuwawezesha kuongeza uzalishaji na kuwapatia taarifa sahihi za jiolojia juu ya mahitaji yao ya uchimbaji wa madini kwenye maeneo yetu. Lakini tunakwenda kuliongezea uwezo shirika letu la madini ili liendelee kushiriki kikamilifu katika shughuli za uchimbaji wa madini. Ununuzi wa mitambo hii umewezesha kupunguza changamoto za wachimbaji wadogo ya kufanya uchimbaji bila kuwa na taarifa za kijiolojia. Sote tunafahamu kuwa muda mrefu wachimbaji wadogo wamekuwa wakifanya uchimbaji wa kubahatisha na kushindwa kukopesheka kwa kukosa taarifa za uwepo wa kiwango cha mashapo yaliyoko ardhini. Vifaa ambavyo viko hapo nje ni pamoja na mtambo mkubwa kabisa wa uchorongaji wenye uwezo wa kuchoronga miamba hadi kina cha mita 3000 kwenda chini. Lakini pia tuna ile mitambo 10 ya uchorongaji inayokwenda mpaka mita 200, na tuna malori mawili makubwa. Tuna mtambo wa kuzalisha nishati safi na mkaa mbadala. Kuna vifaa kwa ajili ya geophysical survey equipment, lakini tuna excavator, wheel loader pamoja na jaw crusher. Yote haya ni kwa ajili ya wachimbaji wadogo.